Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Murshid, Mwenyekiti ALAT Taifa, Mheshimiwa mawaziri wakiwakilishwa na Naibu Waziri Mambo ya Nje, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Lazaro Nyamoga, Mwenyekiti wa kamati inayosimamia Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, wajumbe wa mkutano mkuu, mstahiki Meya wa Zanzibar, pamoja na viongozi mbalimbali kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ndugu Adolf Ndunguru, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, ndugu Mohamed Maje, Katibu Mkuu ALAT, viongozi wa dini mliopo, wakuu wa idara, vitengo, Ofisi ya Rais TAMISEMI, wadhamini wa mkutano mkuu na mashirika ya serikali na yasiyo ya kiserikali, vikundi vya wajasiriamali, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana katika mkutano huu muhimu makao makuu ya nchi Dodoma. Aidha, nichukue fursa hii kukushukuru sana wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuja kutufungulia mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba kuchukua fursa hii adhimu kukukaribisha sana wewe, ukiwa ni kiongozi wetu mwenye dira, ukiwa ni kiongozi wetu mwenye maono na dhamira ya thabiti ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania kwa vitendo. Mheshimiwa Rais, tunapokusanyika hapa chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Tawala za Serikali za Mitaa, yani ALAT, tunafanya hivyo tukiwa na shauku na matumaini makubwa, tukitambua kuwa ALAT ni muhimili muhimu wa utekelezaji wa maono yako kwa taifa letu Tanzania. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maendeleo ni kazi, si bahati. Taifa lisilo na nidhamu ya kazi haliwezi kupiga hatua. Ndoto za maendeleo hazijengwi kwa maneno tu, bali kwa vitendo na dhamira thabiti. Historia ya nchi yetu imejaa ndoto kubwa zilizoasisiwa na waasisi wa taifa hili, na leo tunashuhudia ndoto hizo zikigeuka kuwa uhalisia. Tumepiga hatua kubwa tukifanya yale yaliyowahi kusemekana kuwa hayawezekani. Leo chini ya uongozi wako yamewezekana. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu. Mheshimiwa Rais, kama tunavyojua, maendeleo si ahadi, maendeleo ni hatua tunazochukua kila siku. Hii ni kauli ambayo inahusisha utekelezaji wa vitendo katika mchakato wa maendeleo. Ni dhana inayohamasisha viongozi, hususan viongozi wa serikali, kuchukua hatua madhubuti na kuhakikisha kuwa kila ahadi inayotolewa inafanywa kazi na kuleta mabadiliko kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, katika muktadha wa uongozi wako, kauli hii inapata maana kubwa na inahusiana moja kwa moja na jinsi ambavyo umeonyesha kujitolea na kuchukua hatua katika kuleta maendeleo kwa Watanzania, hasa Watanzania wanaopatikana vijijini, mijini, kwenye kata, kwenye halmashauri zetu kule nchini zinazosimamiwa na watendaji hawa wanaofanya kazi nzuri sana katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi ambaye umekuwa na mtindo wa uongozi unaozingatia utekelezaji wa vitendo. Badala ya kutoa ahadi zisizo na dhamana, wewe umeendelea kuonyesha kuwa maendeleo yanatokana na hatua zinazochukuliwa kwa kila siku katika kuboresha hali ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, serikali yako imeonyesha kuwa maendeleo yanaanzia chini kwenda juu. Kwa kuimarisha serikali za mitaa, tumewezesha wananchi kushiriki moja kwa moja katika mchakato wa maendeleo. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema rais wa zamani wa Marekani,
John F. Kennedy, maendeleo ni safari, si tukio la mara moja. Leo hii tunapozungumzia serikali za mitaa, tunazungumzia moyo wa maendeleo ya wananchi. Serikali yako, Mheshimiwa Rais, imeonyesha kwamba mabadiliko ya kweli huanzia ngazi ya chini, ambako ndiko maisha ya wananchi yanapoguswa moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, matokeo yake ni dhahiri. Moja, elimu kwa kila mtoto. Mtoto wa maskini sasa ana ndoto na njia ya kuifikia. Kupitia ujenzi wa madarasa na elimu bure, ulipoamua kuubeba mzigo wa elimu, ukaamua kutoa ada kwa ajili ya watoto wa Kitanzania wanaopatikana vijijini na mijini. Mheshimiwa Rais, sasa ndoto za kila mtoto wa Kitanzania zinaamini kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kujenga maisha bora. Mbili, afya ni uhai. Mheshimiwa Rais, hospitali karibu na wananchi ni maisha salama kwa wote. Ujenzi wa hospitali na vituo vya afya umeleta huduma za afya karibu na wananchi, kuokoa maisha na kupunguza vifo vya akina mama na watoto. Tatu, miundombinu inajenga uchumi. Barabara si changarawe, ni daraja la maendeleo. Uboreshaji wa barabara kupitia TARURA umeunganisha vijijini na masoko, kumechochea biashara na kuinua uchumi wa wakulima. Nne, uchumi wa wananchi ni nguvu ya taifa. Halmashauri imara, uchumi imara. Kupitia mfumo bora wa mapato ya ndani na usimamizi wa fedha za umma, halmashauri zetu sasa zinaweza kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, tunatambua kuwa maendeleo hayaletwi na serikali kuu peke yake. Serikali za mitaa ndio zenye mguso wa moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida kabisa kule vijijini, na ALAT imekuwa kiunganishi muhimu katika kuhakikisha kuwa mabadiliko tunayopigania yanafika moja kwa moja kwa wananchi. Kama alivyowahi kusema Nelson Mandela, aliwahi kusema kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ushirikishwaji wa jamii. ALAT imeendelea kuwa sauti ya wananchi, kuhakikisha kuwa changamoto zinatatuliwa kwa haraka na kwa ufanisi. Mheshimiwa Rais, pia tunakumbushwa na Mahatma Gandhi kuwa uongozi si nafasi, bali ni jukumu la kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. ALAT imekuwa nguzo muhimu katika kutengeneza mazingira ya utawala bora, usimamizi wa rasilimali na utekelezaji wa sera zinazogusa maisha ya wananchi na mwananchi mmoja mmoja. Tumeshuhudia jinsi serikali za mitaa zilivyobadilika kutoka kuwa sehemu ya serikali ya utekelezaji tu na kuwa ni sehemu ya serikali za wabunifu wa maendeleo kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, tunapoendelea na safari hii ya mabadiliko, tunakumbuka maneno ya Peter Drucker aliyesema, njia bora ya kutabiri mustakabali ni kuubuni. Ndoto yetu ni Tanzania yenye halmashauri zinazojitegemea kifedha, zinazowajibika kwa wananchi na zinazoboresha maisha ya kila mmoja. Kama alivyosema Adam Smith, uchumi wa nchi hujengwa na uthabiti wa mifumo ya usimamizi. Kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ndani, halmashauri sasa zinaweza kutekeleza miradi kwa kasi na kwa uwazi zaidi. Mheshimiwa Rais, kupitia maono yako tumeshuhudia ongezeko la rasilimali kwa halmashauri, uwajibikaji kwa viongozi wa serikali za mitaa na uboreshaji wa mifumo ya utendaji. Matokeo yake ni dhahiri, miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kasi, wananchi wanahusika moja kwa moja, na Tanzania inaendelea kusonga mbele kwa uthabiti. Mheshimiwa Rais, maendeleo kwa kasi, matokeo kwa vitendo. Tunajenga nchi kwa vitendo, si kwa maneno. Serikali za mitaa ni moyo wa maendeleo. Barabara, shule, hospitali, haya ndio maisha bora tunayoyajenga. Maendeleo si ahadi, ni hatua tunazochukua kila siku. Mheshimiwa Rais alisema, rais wa zamani wa Marekani, nimekusha msema, usiulize nchi yako inaweza kukufanyia nini, bali jiulize unaweza kuifanyia nini nchi yako. Sisi viongozi wa serikali za mitaa tunachukua dhamana hii kwa dhati,
kwa kuhakikishia kuwa maendeleo yetu hayasimami, na kama alivyosema Winston Churchill, ufanisi si mwisho, kushindwa sio maangamizi, ni ujasiri wa kuendelea ndicho muhimu. Sisi viongozi wa serikali za mitaa tunajivunia kuwa sehemu ya safari hii ya maendeleo, na tumejipanga kuhakikisha kuwa mabadiliko haya yanaendelea kuwanufaisha wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha na kukukaribisha, yako mambo mawili ninaomba niyalete kwako. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, halmashauri zetu zimeendelea kufanya kazi kubwa katika eneo la ukusanyaji wa mapato. Lakini tunatambua kwamba pamoja na kazi nzuri ambayo inafanywa na wakurugenzi wa halmashauri na watendaji mbalimbali, bado tumekuwa na changamoto kwenye baadhi ya maeneo. Hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, tulibaini uwepo wa kikundi cha watu kule Meatu ambao wamekuwa wakitengeneza risiti na kugushi na kusababisha hasara kwa halmashauri. Nimewaelekeza watendaji katika eneo hili kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika waweze kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini pia tulipokea taarifa kule Mbeya kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, ndugu John. Aliwahi kutueleza kwamba vibanda vilivyopo katika maeneo ya halmashauri, baadhi yao waliwahi kuvikamata kuhusika na moja kwa moja na kugushi risiti. Hali hii imepelekea upotevu wa mapato katika maeneo yetu. Niwaelekeze wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuhakikisha kwamba wanachukua hatua mara moja, kufanya ufuatiliaji wa karibu ili tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo hili la makusanyo, na sisi inawezekana tukafanya vizuri zaidi tukiendelea kudhibiti, pamoja na kwamba kazi nzuri inafanyika katika maeneo yetu. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, tunao wakurugenzi wa halmashauri na majiji wanafanya kazi kubwa na wanafanya kazi nzuri sana katika maeneo yao, Mheshimiwa Rais. Lakini tunatambua mara ya mwisho walipokutana nao walikuwa na changamoto kadhaa, na moja ya changamoto ni pamoja na wakurugenzi wa halmashauri na majiji katika maeneo yao mishahara yao kufanana na watendaji wakuu wa idara katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, hili nilileta kwako na ulinielekeza kwamba utakwenda kulifanyia kazi. Nimeona nilikumbushe mbele yao wakisikia hapa. Mheshimiwa Rais, jambo la tatu, kabla sijakukaribisha Mheshimiwa Rais kuweza kutupa maelekezo, naomba uridhie kupokea tuzo iliyotolewa na watu wa ALAT ambao wameileta kwako kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kwa taifa hili, kuwagusa kina mama, kuwagusa watoto, kuwagusa vijana wa taifa hili katika kila kona ya taifa letu, kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya katika sekta mbalimbali. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie pia kupokea tuzo hii ambayo imeandaliwa na watu wa ALAT. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Rais, naomba nikukaribishe ili uweze kupokea tuzo, na baada ya hapo basi tutakuwa tayari kupokea maelekezo yako, na sisi wasaidizi wako tuko tayari kwenda kuyatekeleza yale yote ambayo utatuagiza na kutuelekeza. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kupokea tuzo, na baada ya hapo tutakukaribisha ili uweze kuzungumza na Watanzania. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Wote tusimame kwa heshima na taadhima. Tuzo maalum kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayemkabidhi ni mwenyekiti wa ALAT Taifa. Makofi mengi. Kuna maneno yafuatayo kwenye tuzo hiyo. Tuzo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango mkubwa katika kuleta fedha nyingi za maendeleo na kuimarisha uendeshaji wa halmashauri. Makofi tena mengi. Haya.